Hebu fikiria, kuna mtoto mmoja, mtoto mdogo sana. Wakati mwingine anapokaa kanisani, watu humuona kama mtoto wa kawaida tu. Anaweza kuwa anacheza, anaweza kuwa anaongea na wenzake, anaweza hata kuwa wakati mwingine anachoka na kuanza kutazama saa. Lakini kuna kitu ambacho watu wengi hawakioni. Ndani ya mtoto huyo kuna kitu ambacho bado hajazaliwa kabisa. Kuna daktari, kuna mwalimu, kuna kiongozi ndani yake. Pia kuna mzazi. Kuna mtu ambaye siku moja anaweza kubadilisha maisha ya watu wengine. Tatizo ni kwamba mtoto mwenyewe hajui hilo, na pengine hata wewe ulipokuwa mtoto hukujua. Miaka mingi iliyopita, katika historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kulikuwa na watu ambao walianza kujiuliza swali moja muhimu: tunawezaje na tunawafanyaje watoto? Sio kwamba watoto hawakuwa kanisani, walikuwepo, walikuwa wanasali, wanaimba, wanasikiliza, lakini swali lilikuwa, je, tunawajengaje? Kwa sababu kuna tofauti kubwa sana kati ya kumleta mtoto kanisani na kumjenga mtoto. Mtoto anaweza kukaa kanisani miaka 10, lakini kama hajafundishwa, anaweza kutoka akiwa hajui kwa nini alikuwepo pale. Ndiyo maana mwaka 1863, katika kipindi ambacho kanisa la Waadventista wa Sabato lilikuwa likiendelea kujengwa, kulianza kuonekana juhudi za kuwafikia watoto kwa mafundisho yaliyowalenga wao. Mmoja wa watu waliohusika katika hatua za mwanzo alikuwa ni Adelia Parton, ambaye aliandaa masomo kwa ajili ya watoto. Huenda kwa mtu wa kawaida hili lilionekana kama jambo dogo, lakini kumbe lilikuwa linatengeneza njia ya jambo kubwa, kwa sababu walikuwa wameanza kuelewa siri moja: ukibadilisha fikra za mtoto unaweza kubadilisha maisha yake, na ukibadilisha maisha ya mtoto huenda ukabadilisha familia, na ukibadilisha familia huenda ukabadilisha jamii. Miaka ikapita. Mwaka 1890 kulikuwa na hatua nyingine. Watoto wakaanza kufikiwa kupitia machapisho yaliyowalenga kuwasaidia kujifunza. Miongoni mwao kulikuwa na Our Little Friend, na hapo naona picha kubwa zaidi. Kanisa lilikuwa likijifunza kwamba mtoto anahitaji lugha yake, anahitaji namna yake ya kufundishwa, anahitaji nafasi ya kuuliza, anahitaji kucheza, anahitaji kufanya, anahitaji kujaribu, kwa sababu mtoto hajifunzi kwa kusikia tu, anajifunza kwa kuona, anajifunza kwa kufanya, anajifunza kwa kuishi kile anachofundishwa. Sasa fikiria mtoto mmoja wa wakati huo, labda alikuwa amekaa kwenye nyumba ndogo, labda hakuwa na simu, labda hakuwa na internet, hakuwa na YouTube, lakini alikuwa na ndoto, na huenda hakuna mtu aliyekuwa akijua ndoto hiyo. Mtoto huyo anahitaji mtu wa kumwambia unaweza. Alikuwa anahitaji mtu wa kumfundisha na kumwambia usikate tamaa. Alihitaji mtu wa kumsaidia kugundua kuna kitu ndani yako. Na hapo ndipo tunapoanza kuelewa kwa nini huduma za watoto zilikuwa muhimu. Kwa sababu mtoto si chombo cha kujaza taarifa. Mtoto ni mbegu, na mbegu inahitaji kulelewa, inahitaji maji, inahitaji mwanga, inahitaji muda zaidi ya yote, inahitaji mtu anayeamini kwamba siku moja itakuwa mti. Na sasa hebu rudi kwenye yule mtoto tuliyemzungumzia mwanzoni. Mtoto aliyekaa kanisani, siku moja anaingia kwenye kundi fulani, anakutana na watoto wengine, anapewa nafasi ya kujifunza, anashiriki shughuli, anacheza, anajifunza kuhusu Mungu, anajifunza kuhusu maisha, anajifunza kushirikiana, anajifunza kuwajibika, na polepole kitu kinaanza kubadilika ndani yake. Anajifunza kwamba ana thamani, anajifunza kwamba anaweza kufanya kitu, anajifunza kwamba anaweza kuwa kiongozi. Na huenda miaka mingi baadaye mtoto yule anakuwa anasimama mahali fulani mbele ya watu, anaangalia maisha yake na anakumbuka, nilianza kujifunza haya nikiwa mtoto mdogo. Hapo ndipo tunagundua jambo kubwa: kuna vitu tunavyowafanyia na kuwafundisha watoto ambavyo wao huvisahau, lakini kuna vitu vingine wanavibeba maisha yao yote. Na labda hapo ndipo tunapoelewa vizuri zaidi kuhusu kundi ambalo leo linajulikana kama Adventure Club. Lakini usifikiri hii ni story ya watoto wanaovaa sare tu. Hapana. Hii ni story ya malezi. Hii ni story ya maadili. Hii ni story ya kujenga tabia. Ni story ya kumsaidia mtoto kugundua uwezo wake. Na zaidi ya yote, ni story ya kuandaa kizazi cha kesho, kwa sababu ndani ya mtoto mmoja kuna kesho ya familia, ndani ya watoto wengi kuna kesho ya kanisa, na ndani ya kizazi kizima kuna kesho ya jamii. Lakini kuna swali moja ambalo linapaswa kutusumbua. Je,
Tunawalea watoto wetu kwa ajili ya dunia walionayo leo, au tunawaandaa kwa ajili ya dunia watakao kuikuta kesho? Kwa sababu dunia leo inabadilika haraka. Mtoto anakutana na mambo ambayo wazazi wake hawakukutana nayo wakiwa watoto. Anakutana na mitandao, anakutana na ushawishi, anakutana na taarifa nyingi, na wakati mwingine anakutana na mambo ambayo akili yake bado haijawa tayari kuyachakata. Kwa hiyo mtoto anahitaji zaidi ya chakula, anahitaji zaidi ya shule, anahitaji zaidi ya nguo, anahitaji watu ambao watamsaidia kujua yeye ni nani, ana thamani gani, anaweza kuwa nani. Ndiyo maana unapomwona mtoto akiwa ndani ya Adventure Club, usione tu mtoto aliyevaa sare, muone kama mbegu, muone kama kiongozi anayekuwa, muone kama historia ambayo bado haijaandikwa, kwa sababu huwezi kujua, huenda mtoto unayemwona leo siku moja akawa mtu aliyesimama mbele yako na kukubadilisha wewe. Na sasa labda umeanza kuelewa siri iliyojificha kwa mtoto. Siri hiyo haipo kwenye sare, haipo kwenye nyimbo, haipo kwenye michezo. Siri iko kwenye ukweli kwamba mtoto wa leo ndiye mtu mzima wa kesho, na kile tunachoweka ndani yake leo ndicho ambacho dunia inaweza kukiona kutoka kwake kesho. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi, mlee mtoto wako. Kama wewe ni mwalimu, mfundishe. Kama wewe ni kiongozi, mpe nafasi. Kama wewe ni kanisa, mlinde. Na kama wewe ni mtoto, usidharau umri wako, kwa sababu huenda wewe ni mdogo leo, lakini kesho unaweza kuhitaji kile kilichopo ndani yako. Na labda hii ndiyo sababu kubwa inayofanya watu waanze kuwekeza katika watoto, kwa sababu walijua jambo ambalo wengi wetu tunalisahau. Huwezi kujenga kesho bila kumjenga mtoto wako wa leo, na huwezi kujua ukubwa wa mtu kwa kumtazama akiwa mtoto, kwa sababu mti mkubwa wa kesho unaweza kuwa mbegu ndogo unayoiona leo. Hiyo ndiyo siri iliyojificha kwa mtoto, na hii ndiyo safari ya Adventure Club. Sasa nataka nikuulize wewe, ukiwa mtoto, ni nani aliyekuambia kwamba unaweza kuwa mtu mkubwa? Ni mzazi? Ni mwalimu? Mchungaji? Au labda kulikuwa na mtu ambaye hata leo bado namkumbuka? Andika jina lake kwenye comment, kwa sababu wakati mwingine mtu anayebadilisha maisha ya mtoto si mtu anayempa kila kitu, ni yule anayemfanya aamini kwamba anaweza kuwa kitu. Mimi ni Amos Lubundazi, na hii ni Lubundazi Insight. Chunguza, jifunze na badilika. Tazama dunia kivingine. Tukutane video inayofuata.